Habari, mimi ni Daktari Jagadishwar Gowda Gajagovni. Mimi ni daktari wa upasuaji wa saratani kwa kutumia roboti. Nafanya kazi katika taasisi ya saratani ya Apollo, hospitali za Apollo, Kalyan Nagar, Hyderabad. Tungependa kuelezea kuhusu upasuaji wa kutumia roboti na nafasi yake katika matibabu ya saratani. Kimsingi, upasuaji wa kutumia roboti ni upasuaji wa saratani unaosaidiwa na roboti. Huu sio upasuaji wa roboti unaofanya kazi pekee yake kabisa. Hii inamaanisha kwamba vifaa na zana za upasuaji wa roboti vinaunganishwa na vidole vya daktari kupitia mfumo wa bwana na mtumwa. Daktari wa upasuaji atakuwa ameketi kwenye konso na ataendesha upasuaji kwa mbali, mgonjwa akiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Hivyo basi, huu ni upasuaji unaosaidiwa na roboti. Sio kama magari yanayojiendesha yenyewe. Huu sio upasuaji unaofanywa na roboti pekee yake, kwa sababu kuna uamuzi unaohitajika wakati wa kumfanyia mgonjwa upasuaji, kiwango cha kuondoa ugonjwa, na pia kama upasuaji huo maalum unahitajika au la. Pili, upasuaji unaosaidiwa na roboti una faida zaidi kuliko upasuaji wa wazi au wa laparoscopic kwa sababu ya uwezo wa kukuza picha. Kuna uwezo wa kuona mara 5 hadi 10 zaidi ambao unaweza kutumika ili kuona vizuri zaidi na hivyo kupunguza madhara kwa tishu kwa ufanisi zaidi. Na tunaweza kuona tezi za limfu na mishipa midogo ya damu vizuri zaidi, jambo ambalo linatusaidia kudhibiti mishipa hiyo na kutoa tezi za limfu kwa ufanisi zaidi. Hizi ni seli ambazo zinatarajiwa kuwa maeneo ya kuenea kwa saratani. Jambo la tatu, kuna programu maalum ndani ya roboti inayochuja mtikisiko wa mikono. Maana yake, hata kama daktari bingwa ana uzoefu mkubwa na ana umri wa miaka 70 au 80, anaweza kufanya upasuaji bila mtikisiko wowote. Vifaa havitikisiki, havitetemeki. Hivyo basi, hilo ni faida kubwa. Maeneo ambayo ni magumu kufikiwa au maeneo nyeti kama ndani ya kifua au chini kabisa kwenye nyonga ya puru yanafikiwa kwa urahisi zaidi kwa sababu vifaa ni vidogo na vina uwezo wa kuzunguka kama mkono. Tunaweza kuzungusha vifaa hivyo katika mwelekeo tofauti na upasuaji wa laparoskopi ambao una mwendo wa moja kwa moja. Hapa vifaa vinaweza kugeuzwa na tunaweza kufikia maeneo muhimu kama saratani ya umio, saratani ya utumbo mpana na kufanya upasuaji kwa urahisi. Faida nyingine kubwa ni kwamba tunaweza kutumia ink ya ziada ambayo ni rangi ya indocyanine green inayotumia teknolojia ya Firefly kutambua tezi za limfu au kuepuka kuharibu miundo kama mfereji wa thorat na mingineyo. Hivyo mambo haya yote ni faida kubwa katika maeneo kama saratani ya umio ambayo iko ndani ya kifua, saratani ya umio, saratani ya mapafu ambapo tungehitaji kufungua kwa upana au kufanya thorakotomi ili kufanya upasuaji. Badala yake, tunaweza kufanya upasuaji wa roboti. Wakati huo huo, kutokana na kukuza picha, uono bora na programu ya kuondoa mtetemo kwenye sehemu ya endourist ya vifaa, tunaweza kupunguza madhara ili matatizo baada ya upasuaji yawe machache. Idadi ya tezi za limfu tunazotoa iwe bora zaidi na mgonjwa apone haraka. Muda wa kurejea kazini ni bora zaidi. Hizi ndizo faida kubwa. Eneo lingine la kuvutia ni saratani ya utumbo mpana ambapo fupanyonga ya kila mwanamke au mwanaume inatofautiana. Hivyo tunaweza kufikia chini kabisa na kisha kufanya upasuaji wa kuondoa uvimbe na kupunguza uwezekano wa colostomy au kuboresha mtiririko wa damu kwa kutumia ink na kufanya anastomosis. Kuna jukumu lingine la upasuaji wa roboti kwa uvimbe kama vile kwenye tezi ya thyroid, tezi za shingoni au kurudi tena kwa saratani ya mdomo baada ya mionzi ambapo hapo awali ingehitaji michoro mikubwa. Sasa tunaweza kufanya upasuaji kupitia kwapa au eneo la chuchu. Hii ni njia ya pande zote mbili ya matiti na kwapa. Hii ni thyroidectomy ya mbali kabisa ambayo haina makovu shingoni. Kimsingi ni tiba inayohifadhi muonekano mzuri. Hivyo basi, hiyo ni faida. Jambo lingine, saratani za mdomo ndani ya koromeo ambapo baada ya mionzi zinaporudi tena, hapo awali zingehitaji kuchorwa kwa upana. Kama ni ndogo, tunaweza kuingiza roboti kupitia kwenye mdomo na kuondoa uvimbe. Hivyo basi, ni upasuaji wenye madhara madogo zaidi. Hata kwa saratani ya matiti, kuna mbinu mpya ya ubunifu ambapo tunafanya upasuaji wa matiti kwa roboti kupitia tundu moja tu, hasa kwa wagonjwa walio na vinasaba vya urithi. Tunaweza kufanya mastectomy inayohifadhi chuchu na areola na kuweka kiungo bandia kwa wakati huo huo. Kwa hivyo kwenye upasuaji wa mfumo wa mkojo, kesi kama vile partial nephrectomy ambapo tunahifadhi figo na kushona tena, hii ni rahisi sana kwa sababu kushona kwa kutumia roboti ni bora zaidi kuliko kushona kwa kutumia laparoskopi.
Na zaidi ya hapo, kwenye upasuaji wa tezi dume, prostatectomy, ambapo kuhifadhi neva ni muhimu sana kwa udhibiti wa kibofu na uwezo wa tendo la ndoa, ni muhimu sana na inasaidia sana kwenye upasuaji wa tezi dume. Kwa hivyo upasuaji wa mfumo wa mkojo kama conduit, saratani za kibofu, hizi zote pia roboti inasaidia sana. Zaidi ya hapo, upasuaji wa kulia wa utumbo mpana, right hemicolectomies, saratani za tumbo, upasuaji wa kuondoa tezi za limfu, uvimbe wa mediastinum. Hizi ni sehemu tofauti ambapo tunaweza kutumia upasuaji wa roboti. Sio kwa kesi rahisi bali hasa kwa kesi ngumu ambapo kushona kunahitajika sana, ambapo uvimbe ni mgumu kufikiwa na tunataka mgonjwa apone haraka na kwa urahisi na pia kupata michubuko midogo. Hizi ndizo kesi ambazo upasuaji wa roboti unatumika. Hospitali ya Apollo imekuwa mstari wa mbele katika teknolojia ya kisasa na ubunifu, na tuna teknolojia ya kisasa kabisa. Tumeanza upasuaji wa roboti takriban miaka 14-15 iliyopita na tumeona vizazi vyote vya roboti kuanzia kizazi cha kwanza, cha pili hadi cha tatu. Kwa sasa kote India, roboti ya kizazi cha 4 aina ya T inapatikana kila mahali, na hiki ni kizazi kipya ambacho kinapatikana na kinaweza kufikiwa na watu wenye kesi maalum, viashiria maalum na faida maalum. Vifaa vya upasuaji wa roboti vinaweza kutumika kwa kesi zinazofaa kwa njia inayofaa na kwa lengo la kuponya pamoja na urembo.